Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Marekani imethibitisha kupeleka meli ya pili ya kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hatua iliyotafsiriwa kama ongezeko la shinikizo la kijeshi dhidi ya Iran. Uamuzi huo umechukuliwa wakati mvutano kati ya Washington na Tehran ukiendelea kuongezeka kufuatia masuala ya nyuklia na usalama wa kikanda. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za kijeshi, meli hiyo ni miongoni mwa meli kubwa za kubeba ndege za kivita zenye uwezo wa kuendesha operesheni za anga na majini kwa wakati mmoja. Hatua ya kupeleka meli ya pili inaashiria maandalizi ya kuimarisha ulinzi wa kimaslahi ya Marekani na washiriki wake katika eneo hilo nyeti la kimkakati. Maafisa wa Marekani wamesema kuwa lengo kuu la kuimarisha uwepo wa kijeshi si kuanzisha vita na Iran, bali kuzuia kile wanachokieleza kuwa vitisho vinavyoweza kutokea. Wamesisitiza kuwa hatua hiyo ni ya tahadhari, hasa baada ya kuongezeka kwa mvutano unaohusisha vikundi vinavyoungwa mkono na Tehran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Ukanda wa Ghuba ya Uajemi ni muhimu sana kwa biashara ya kimataifa, hasa usafirishaji wa mafuta. Hivyo ongezeko la nguvu za kijeshi katika eneo hilo mara nyingi huathiri masoko ya nishati duniani. Wataalamu wa uchumi wameeleza kuwa hali ya taharuki inaweza kuongeza bei ya mafuta na kuathiri uchumi wa mataifa yanayotegemea uagizaji wa nishati. Hatua hiyo inakuja katika kipindi ambacho Marekani imekuwa ikisisitiza kuwa haitaruhusu Iran kuendeleza mpango wa nyuklia unaoweza kutishia usalama wa kikanda. Washington imekuwa ikisisitiza kuwa usalama wa mshirika wake wa karibu Israeli ni kipaumbele cha juu katika sera zake za Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Iran imekuwa ikieleza kuwa uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani karibu na mipaka yake ni uchochezi. Viongozi wa Tehran wameonya kuwa hatua zozote zitakazokiuka mamlaka au usalama wa taifa lao zitajibiwa ipasavyo, huku akisisitiza kuwa hawatishwi na maonyesho ya nguvu za kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kupelekwa kwa meli ya pili ya kivita kunaweza kuwa mkakati wa kuonyesha nguvu ili kulazimisha mazungumzo kwa masharti ya Marekani. Hata hivyo, wanaonya kuwa mkusanyiko wa silaha na vikosi katika eneo dogo unaweza kuongeza hatari ya makosa ya kimahesabu yanayoweza kusababisha mapambano yasiyokusudiwa. Katika historia ya migogoro ya kimataifa, kuimarisha uwepo wa kijeshi mara nyingi hutumika kama njia ya kutuma ujumbe wa kisiasa. Hata kama hakuna tangazo la vita, ishara ya aina hii huongeza presha ya kidiplomasia na huweza kubadilisha mizani ya nguvu katika mazungumzo yanayoendelewa au yanayotarajiwa. Baadhi ya mataifa ya Ulaya yameeleza wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa mvutano huo, yakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na suluhisho la amani. Wanahofia kuwa hali hiyo inaweza kuathiri utulivu wa ukanda mzima na kusababisha madhara ya kiuchumi na kibinadamu. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika mienendo ya kijeshi Mashariki ya Kati. Kupelekwa kwa meli ya pili ya kivita na Marekani ni ishara ya wazi kuwa mvutano kati ya Washington na Tehran unaingia katika hatua mpya ya tahadhari ya juu, huku mustakabali wa usalama wa ukanda huo ukiendelea kubaki katika mzani usio na usawa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.